Leo tunaenda kusoma njia tofauti tofauti za kujiajiri ndani ya ecosystem ya Pi ili uweze kuwa huru kiuchumi hapo baadaye. Sasa zipo njia nyingi za kujiajiri kwenye ecosystem ya Pi. Leo tutachambua njia 7 tu. Njia ya kwanza ni kujiajiri kupitia Launchpad. Launchpad hii nayo pia ni sehemu ya kujiajiri kwa sababu ni sehemu ambapo utanunua token kwa bei ya chini kabisa ili baadaye zitakapoenda kulistiwa kule kwenye PyDex kule kwenye sehemu ya kuswap ukaziuze kwa bei nzuri kabisa na kupata faida. Kwa mfano, ngoja tuje tufungue hii token ya ERA na ifungua kama hivi. Hii token ya ERA ukishuka huku chini, sawa? Ukiangalia bei yake ya kwanza kabisa ilivyokuja kulanchiwa kwenye Launchpad ilianza na Pi 1.17 ndio ilikuwa bei yake ya kwanza hii ya ERA. Sasa kwa walioinunua ERA mapema kabisa ikiwa hapa kwenye Launchpad, leo hii wakienda kuiuza kule kwenye sehemu ya kuswap kule kwenye PyDex, bei yake ni hii hapa. Umeona, ina maana imejidouble mara mbili. Bei ya kwanza ilikuwa ni hii ya 1.17 lakini sasa hivi ni bei yake ni 2. Umeona? Kwa kama ulinunua manake ile za Pi 2000 ukiziuza sasa hivi unapata Pi 4000 na maana hapo unakuwa na faida Pi 2000. Kama ulinunua da hizi ERA za Pi labda 4000 ina maana ukiuza sasa hivi unapata Pi 8000. Kwa hiyo unakuwa na 4000 za faida. Kwa hiyo hii nao ni njia ambayo watu watajiajiri hapa kwenye Launchpad. Yes, sasa hapa sihitaji ni chokonoe sana, hapa naonyesha tu mbinu mbalimbali za kujiajiri. Kwenye Launchpad tumemaliza. Sasa njia ya pili ni kuwekeza kwenye makampuni tofauti tofauti. Tutakapoingia kwenye Open Mainnet yatakuwepo mabenki mengi sana ambayo yako kwenye Open Mainnet. Mabenki mengi sana, makampuni mengi sana ambayo yatahitaji uwekeze Pi yako na kuweza kuvuna faida za kila mwezi. Mfano mzuri ndo haya mabenki unayoyaona, yameshatangulia mabenki mengi sana. Kwa hiyo baadaye tukiingia Mainnet utakuwa na uwezo wa kuwekeza kwenye mabenki na kuvuna faida ya kila mwezi ukiwa umelala ndani. Yes, kwa hiyo nao ni njia ya kujiajiri. Yes. Hapa tumemaliza. Tuingie njia nyingine. Haya, njia nyingine ya kujiajiri pia kwenye Pi na kutengeneza kipato ni kupitia liquidity pool. Liquidity pool nao pia ni miongoni mwa sehemu ambapo watu watajiajiri na kuweza kutengeneza kipato ndani ya ecosystem ya Pi. Let's say kwa mfano ngoja nichague token ya ERA. Liquidity pool kwanza ni nini? Liquidity pool ni sehemu ambapo utawekeza token yako na Pi ili wewe unavuna faida. Kwa mfano ngoja niifungue hii liquidity pool. Humu kwenye liquidity pool ni sehemu ambapo utakuwa unakuja kudeposit token zako na kuvuna faida, sawa? Unakuwa unavuna faida na kuinaongezeka. Sasa hapo utaingizaje faida? Watu watakapokuwa na iswap hiyo token ambao umewekeza kwenye liquidity pool, kuna ile makato yanayokuwa yanakatwa. Ile makato sasa mnakuwa mnapewa ninyi mliowekeza kwenye hiyo token mgawane. Kwa hiyo hii nao ni njia ya kutengeneza kipato. Yes, kwa hiyo sihitaji nizungumzie sana, ila na kuonyesha kwamba hii nao ni njia ya kutengeneza kipato au njia ya kujiajiri. Sasa nirudi nyuma. Haya, njia nyingine pia ni njia ya kuuza maarifa. Yes, tutakapoingia kwenye Open Mainnet hii nao pia itakuwa ni miongoni mwa njia za kujiajiri. Inawezekana wewe ni mtaalamu wa kompyuta, baadaye utatengeneza app yako na kuweka matangazo kwamba jameni, nafundisha mafunzo ya kompyuta, kiingilio ni kadhaa. Yes, kwa hiyo hii njia kuuza maarifa nayo pia ni njia ambayo watu watajiajiri kwenye Pi. Inawezekana wewe ni mtaalamu sana labda wa kilimo cha nyanya. Kwa hiyo utaandika kitabu chako cha mbinu nzuri za kulima kilimo cha nyanya, utaweka kwenye app yako, utauza. Hao ni maarifa bado. Sasa maarifa yako mengi sana. Inawezekana pia wewe labda tuseme wewe ni mtaalamu sana wa nini? Wa tiba. Utaandika vitabu vyako kwenye app yako, utaviuza. Mfano vitabu vya kutibu jinsi ya kutibu labda magonjwa sugu kama typhoid iliyoshindikana hospitalini, au vitabu vya kutibu UTI sugu iliyoshindikanika hospitali. Vile vitabu unaweza kuviweka kwamba kukiangalia labda ile nusu page ni bure. Mtu akitaka kuendelea mbele alipia labda Pi 0 na point. Yes, kwa watu watajiajiri kwa kuuza maarifa yao. Pia kuna IT, inawezekana unataka kuwafundisha watu ni kozi za IT.
Pia hao mafunzo nayo utaandika kwenye app yako, ni maarifa yako hayo ndio utakuwa unayauza. Pia inawezekana wewe ni mtaalamu wa blockchain, utatangaza maarifa yako hayo, watu wajifunze kwa kulipia Pi. Yes, kwa hiyo nayo ni njia ya kujiajiri. Yes, kama hivi unavyoona. Yes. Haya, njia nyingine ni njia ya kutoa mikopo. Yes. Hasa hiyo mikopo unaweza ukaitoa katika mifumo miwili. Baadaye unaweza ukawa unatoa mikopo labda kwa keshi, labda naomba mtu labda aweke Pi za dhamana halafu mkopeshe keshi, au unaweza ukakopesha Pi kama hivi unavyoona kwenye app yangu hivi. Yes, kwa hiyo nikifungua kama hivi unaweza ukaona. Yes, kwa hiyo hii njia nayo ya mikopo pia ni miongoni mwa njia ambayo watu wataweza kujiajiri. Haya, lakini njia nyingine pia ni njia ya kufungua miradi. Yes, kwa mfano kuna watu watafungua miradi ya kubeti kama hivi. Kuna watu watafungua miradi ya kubeti. Yes, kama hivi. Kama hivi ambavyo unaona. Yes, kwa hiyo watu watafungua miradi mbalimbali. Huu ni mfano tu, miradi iko mingi. Kuna miradi ya asali, kuna miradi iko miradi mingi, kuna miradi ya stationery kama hivi. Yes, kwa hiyo watu watajiajiri kwa kupitia miradi mbalimbali. Kuna watu watajiajiri kwa kuuza nafaka. Yes, kama hii app ya Ruvuma Soko Nafaka kama hivi. Yes, kuna watu watajiajiri, watafungua miradi ya kusambaza asali labda Kariakoo nzima na kadhalika. Haya, lakini njia nyingine pia kuna watu watajiajiri kupitia bridge. Ngoja nibonyeza hapa. Yes, kuna watu watajiajiri kupitia kipengele cha bridge. Na maanisha hiki kipengele hiki ni kipengele ambacho wewe ambao utakuwa na USDT utakuwa unawabadilishia watu wenye Pi. Sasa kuwabadilishia kuna ada ambao utakuwa unapewa. Yes, kwa kuna watu hapa pia watajishikiza hapa, watajiajiri na kutengeneza mapato. Yes. Lakini pia njia nyingine ya kujiajiri kwenye ecosystem. Yes, hata udalali nayo pia watu watajiajiri sana. Sasa haya tuliojadili haya ni machache, ni miongoni tu. Kwa timu bado anaendelea kutengeneza miundombinu. Zitakuwepo njia nyingi sana za kujiajiri kwenye ecosystem ya Pi na kuweza kuwa huru kiuchumi. Kwa hiyo haya ambayo tumeyajadili ni baadhi tu ya mambo machache kuweza kukupa mwanga na wewe uweze kubuni njia zako. Yes, kwa hiyo mimi ngoja niishie hapo.